Karibu tuendelee na matangazo yetu, na wakati huu tunaangalia mihimili mitatu ambayo inaweza ikashirikiana vyema sana na kutatua ama kusaidia katika sekta ya elimu kwa ujumla. Hapa tunazungumza kuhusu mwalimu, mzazi na mwanafunzi mwenyewe. Hivi karibuni tutatoka kupokea matokeo ya wanafunzi wa kidato cha 6, matokeo ambayo ufaulu wake unaendelea kukua mwaka hadi mwaka, lakini ni vyema kuangalia ni kwa namna gani makundi haya matatu yanaweza kumsaidia mwanafunzi kuongeza ufaulu wake, lakini ni kwa namna gani pia makundi haya matatu yanaweza yakawa ni sababu ya mwanafunzi kuto kufanya vizuri katika masomo yake. Tunaye hapa meneja idara ya utafiti, ubunifu na uchambuzi wa sera, Mwemezi Makumba. Karibu sana Makumba. Asante sana. Lakini pia tunaye Moses Kiando, mdau wa elimu na mwalimu Kiando, karibu sana. Asante sana. Lakini pia tutakuja kuzungumza na kupata mawazo na mtazamo wa mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo, ambapo mwenzetu Jafari Mponda atazungumza naye, na pamoja na yote tutapata pia kusikia maoni ya wananchi, aidha wazazi, walimu na hata wanafunzi wenyewe ambao ndio wanaketi darasani. Karibuni sana. Asante sana. Karibuni sana. Unajua unapotokea swala la kufaulu kuna watu ambao wanapongezwa. Likitokea swala la kuharibu ama kuto kufanya vizuri, kuna ambao wanalaumiwa. Na kumekuwa kuna ule utaratibu wa muda mrefu wa kupewa vinyago. Sasa utaratibu ule umekuwa sehemu ya wale ambao wanaharibu. Hata hapa halmashauri ya Dar es Salaam pia wamekuwa na utaratibu huo, ila safari hii ikawa maarufu zaidi kwenye mitandao ya kijamii na kadhalika. Kwa hiyo baadaye tutaongea pia na mkuu wa wilaya ya Ilala kama ambavyo amezungumza mwenzangu Balkis kuhusiana na hilo. Sasa tuzungumze kuhusiana na hili. Hapa unaangalia mchango wa mwalimu, mzazi, mwanafunzi katika ufaulu. Na inawezekana pia ipo taasisi nyingine ama kundi lingine ambalo limesahaulika. Ni kwa namna gani hawa wanaweza kushirikiana, na kama kuna kundi lingine ni lipi hilo, Moses? Mmetaja vizuri. Jamii kwa ujumla ni pana, lakini kwa kweli nguzo tatu ambazo zina uhusiano wa moja kwa moja na kufanya vizuri au kufanya vibaya kwa mwanafunzi ni mwanafunzi mwenyewe, mwalimu na mzazi. Lakini tunakuja kuangalia anaishi na jamii ipi, anazungukwa na mazingira yapi. Kwa hiyo hivyo ni visababishi vingine vidogo vidogo ambavyo inawezekana hata kama mzazi ana nia njema, anamsaidia mtoto vizuri, lakini mazingira mnayoishi mtoto yanaweza kuchangia kadhalika kufanya vibaya au kufanya vizuri. Jamii inayomzunguka, mtazamo uliopo, vyote hivi vina mchango mkubwa sana, lakini kwa kweli wenye nafasi kubwa ni mtoto mwenyewe, kwa maana ya mwanafunzi, mzazi, lakini pamoja na mwalimu. Hawa wakiwa vizuri sana, hizi fakta nyingine ni ndogo ndogo sana, mchango wake unaweza kuwa plus minus kidogo tu, lakini kwa kweli hawa watatu waliotajwa ndio hasa wanahusika na kufanya vizuri au kufanya vibaya kwa mwanafunzi. Kabla ya kufikia natamani tumjadili mwanafunzi zaidi. Naam. Kwa sababu yeye ndo mhusika mkuu. Lakini Makumba, naam, tafiti ambazo mmezifanya, kuna chochote ambacho mmekigundua pengine kushirikiana ama kuto kushirikiana, ama ni nini ambacho mmegundua katika tafiti ili mtoto aweze kuwa katika mazingira mazuri kwenye elimu yake? Haya makundi matatu yanatakiwa kushirikiana vipi? Asante sana. Nadhani mmegusa makundi ambayo sio tu ni muhimu, nafikiri ndo msingi wa elimu yenyewe. Bila mtoto hatutazungumza kuhusu hiyo elimu yenyewe, wala hatutazungumza kuhusu ufaulu wenyewe. Kwa hiyo mtoto ni kiini, na ndio maana hata mitaala sasa hivi na mazungumzo yote kuhusu ufundishaji tunasema mtoto lazima awe katikati, center ya mazungumzo yote. Lakini mtoto anatoka kwa jamii, mtoto anatoka kwa wazazi. Hawa ndio ambao wana jukumu la kwanza kabisa
la kuhakikisha kwamba huyu mtoto anakuwa na ustawi kama binadamu sasa, ili aweze kwenda kwenye taasisi ambayo inampa hayo maarifa. Lakini mwalimu amezungumza, Mwalimu Kyando hapa anakuja kama kiungo muhimu zaidi kwenye namna ambavyo hii elimu inatolewa, na hapa nafikiri tunaweza tukarudi nyuma tukazungumza kidogo kuhusu malengo ya elimu na nini tunamaanisha tunaposema elimu. Na sisi katika mfumo wa elimu ni elimu ambao tunapozungumzia hapa ni elimu ambao kimsingi sehemu kubwa inatolewa shuleni. Unaona jinsi ambavyo utaratibu ulivyo katika nchi yetu, kuna components nyuma yake hapa. Kuna swala la kwa mfano mitaala, kuna swala la masomo anayosoma. Hivi vyote vinatafsiriwa na mwalimu. Kwa mwalimu ndiye ambaye amebeba tafsiri ya mitaala, masomo kwa maana ya sasa Kiswahili cha content, sijui ni Kiswahili gani, lakini tunaweza tukatafsiri maudhui. Mwalimu ndiye anabeba maudhui ya masomo husika. Kwa sababu hiyo sasa mahusiano unayaona yalivyo hapa. Mwalimu kwa mfano tukianza kumzungumzia, kwanza kabisa ili aweze kufiti kwenye haya mahusiano lazima awe anaweza kuyatafsiri maudhui. Kwa tukisema huyu atafundisha biolojia ama hisabati, jambo la kwanza ili aweze kuwa na mahusiano mazuri, sio mahusiano tu ya kufahamiana kwamba sasa mwalimu mtoto wangu amekuja amefanyaje. Hapana, uhusiano wa kwanza ili aweze kufiti kwenye hii lazima aweze kuyamudu maudhui. Lakini vile vile aweze kuwa na uwezo wa kuyaambukiza hayo maarifa kwa mtoto. Wanasema pedagojia na mambo mengine kama yale pale. Kwa hiyo na lazima awe na vifaa au mazingira ambayo yanaweza kumsaidia kuyaambukiza hayo maarifa. Bila hiyo uhusiano utakuwa unapungua kidogo. Lakini mtoto pia lazima afike sehemu ambako hayo mahusiano yanapatikana kwa maana ya maarifa na maudhui hayo ambako ni shuleni. Kwa mzazi ana hilo jukumu. Lakini lazima kuwe na mawasiliano pia kati ya mzazi mwenyewe, mtoto na mwanafunzi katika mazingira yote ambayo mwalimu ameyazungumza hapa, kuanzia ambalo linawezekana kabisa na ambalo ni muhimu, sio linawezekana, linapaswa kuwa muhimu hayo mahusiano. Linafanyika. Maendeleo yapo kidogo, of course kuna changamoto, ndio maana ameruhusa kuhusu tafiti zinasema nini. Tumefanya tafiti nyingi zinazohusu ufundishaji wenyewe, walimu wenyewe, lakini mwisho wa siku kila kitu kinakuja kwenye mahusiano kati ya pamoja. Hata tukisema ni jamii ndio wazazi wenyewe hao. Ushiriki wa jamii katika kuhakikisha kwamba huyu mtoto anapata, hata miongozo mingine ya serikali bado inatilia mkazo ushiriki wa jamii ambao ndio wazazi wenyewe, kwa sababu jamii inaundwa na hao wazazi. Ni muhimu sana kuhakikisha kwamba huyu mtoto anapata support anayohitaji, anapata guidance. Guidance nafikiri ni kulelewa, maelekezo ambayo yanatakiwa kuyafuata ili aweze kufikia malengo ambayo anahitaji. Kwa hiyo ni muhimu sana. Na pamoja na kwamba bado kuna gap, lakini walau tunaona hatua zinaendelea kuchukuliwa. Na hasa kwa mfano vijana wa sasa hivi nimeona wanajaribu kutumia teknolojia kuhakikisha kwamba wanarahisisha, kwa sababu ziko sababu ambazo zimekuwa zikitolewa au visingizio ambavyo vimekuwa vikitolewa kuvunja haya mahusiano. Wazazi wanasema tunapeleka mtoto shuleni, kwa sisi tunakwenda kazini kutafuta maisha, hatuna nafasi ya tunarudi jioni. Ugumu wa maisha umesababisha breakdown ya hayo mahusiano au mahusiano wakati mmoja ama mwingine. Mwalimu naye anasema mshahara utoshi, nini, kwa hiyo niko busy, wanafunzi ni wengi. Vimekuwepo visingizio. Kwa hiyo hivyo visingizio ndio vikwazo vyenyewe ambao tunatakiwa kuvishughulikia. Visingizio kwa maana yake si halisi ama ni halisi, havipashwi kuwa vikwazo. Yani kimsingi, kwa mfano sababu ya mzazi kuwa na majukumu mengine haipashwi kuwa sababu ya kumzuia kupata nafasi ya kuzungumza na mwalimu, ya kuzungumza na mwanafunzi katika mahusiano haya. Mwalimu mwenyewe kwamba swala la mshahara, umbali, wanafunzi wengi haipashwi kuwa sababu ya yeye timiza wajibu wake ilivyo bahati mwalimu yupo hapa, mshahara, maslahi. Lakini kuna wakati pia Makumba ulizungumzia mazingira wezeshi kwa mwalimu, nyenzo mbalimbali. Naam. Hazitoshi kuwa sababu. Kyando.
Katika nadharia inawezekana hazitoshi, lakini katika uhalisia ndivyo vinavyochangia haya mambo kuwa magumu. Katika saikolojia ya kawaida, mtu ambaye ana changamoto za maisha ana mtoto wake wa kumzaa hakwenda hajapata matibabu sahihi kwa sababu fedha anayopata haitoshi. Michango mbalimbali ya kijamii anatakiwa kushiriki kwenye familia yake, achangie harusi, afanye hivi, na kama ule mshahara hautoshi, tusijipe imani kwamba havipashwi kuwa visingizio vya kumfanya mtu asifanye vizuri. Kiukweli vinamwathiri kisaikolojia, anakuwa hayuko sawa, anaweza kujitahidi kuendelea kusonga mbele, lakini hawezi kuwa sawa na yule ambaye kama mahitaji yake, nyumba yake ingekuwa imefikiriwa vizuri. Badala ya, kuna wakati hatuilaumu serikali, najua inafanya vizuri sana, lakini wakati wanaboresha sana miundombinu kwa maana ya madarasa, maabara, maktaba, wamkumbuke mtu anayeitwa mwalimu kwamba naye anahitaji kuboreshewa maslahi yake, hasa baadhi ya walimu wanaoishi katika mazingira magumu sana, kwa sababu saikolojia ya mwalimu ikiwa vizuri, tuna imani kwamba kazi yake vile vile, maandalizi yake vile vile yatakuwa katika ufanisi mkubwa sana kuliko tukichukulia kwamba havipaswi kuwa. Najua mtaalamu alikuwa anataka kuleta jambo moja, lakini nichangie tu hapo kwamba hivyo ndivyo vinavyopaswa kuzingatiwa ili visiwe sababu ya mwalimu kutofanya vizuri. Vile vile kwa nafasi ya wazazi hawa, kwa kweli na mimi nadhani pamoja na majukumu mengi, kuwahi kupambana na foleni, hasa tunapozungumzia watoto wa ngazi ya chini, elimu ya msingi, ukishafika kidato cha 5 na cha 6, angalau mwanafunzi huyu ameanza kuelekea utu uzima, anaanza kuelewa nini anakifanya. Pengine nafasi ya mzazi inaweza isiwe kwenye lawama kubwa sana, lakini kwenye ngazi za chini serikali, mzazi kwa maana ya jamii kwa ujumla, wana nafasi kubwa sana ya kumsaidia mtoto kufanya vizuri. Na unaposema mzazi anaweza asichukue nafasi kubwa sana, unamaanisha nini? Kwa sababu huyu mtoto anatokea kwenye familia. Kwa kidato cha 6 mara nyingi wengi unakuta tayari wako boarding, na jukumu kubwa na akili ya mwanafunzi huyu imeshaanza kupevuka. Huyu wa kidato cha 5 na cha 6 ni mwanafunzi ambaye anaelekea kuwa mtu mzima, anaelekea chuo kikuu, anaelekea kwenye kujitegemea zaidi, ambako nafasi ya mzazi ya kuwa karibu naye siku kwa siku inaanza kuondoka polepole. Na akisha maliza chuo kikuu tayari ni mtu mzima. Kwa hiyo kuna nafasi. Tight mark iko darasa la kwanza mpaka la 6 au la 7 kwa mtaala unaondoka, la 6 kwa tunakoelekea. Nafasi hiyo inaanza kupungua kidogo sana inapokuwa sekondari. Tafsiri yake hapo unaongelea uhuru sasa, kwa sababu kama anakuwa mbali na wazazi, anaenda kuwa huru, atakuwa karibu na walimu, na tupo kwenye dunia ya utandawazi, mitandao na kadhalika, maana yake anapata walezi wapya. Nazungumzia vitu viwili hapo, nazungumzia uhuru, lakini nazungumzia akili ya mwanafunzi mwenyewe kwamba imeanza kupevuka na kuanza kujua nini anafanya. Unajua watoto wa shule ya msingi wanadhani kwenda shuleni wametumwa na wazazi wao. Yaani hawafikiri kwamba wanasoma kwa ajili ya maisha yao baadaye. Wanadhani baba amenituma niende shuleni. Hapo Mwalimu Kiando, ndipo ambapo nilisema mwanzo kwamba natamani tumzungumze zaidi mtoto. Tunaweza kuangalia nafasi ya mzazi, nafasi ya mwalimu, lakini vipi kama mtoto mwenyewe hana utayari wa kuipata hiyo elimu? Nidokeze kidogo hapa wakati namalizia ile ya kwanza. Mtoto wa ngazi ya elimu ya msingi, hatupaswi sisi kama walimu pamoja na wazazi kuangalia utayari wake. Sisi ndio tunatakiwa kuandaa utayari wake kwenda shule, kwa sababu tunataka kuandaa mazingira apende shule. Walimu wawe na namna ya kumfanya aone shuleni ni mahali pazuri. Wanaweza kumkaribisha. Walimu tunapendekeza wale wa madarasa ya chini kabisa wawe hata na uwezo wa kuwapokea, kuwakumbatia watoto, wajione wao akifika shuleni anatamani kwenda shuleni. Kwa walimu wanatakiwa kutengeneza mazingira ya mtoto kupenda shule. Nyumbani vile vile wanatakiwa kusaidia kuhakikisha kwamba mtoto anapenda kwenda shule. Kwa hiyo mtoto wa ngazi ya msingi hana hiari hiyo ya ule umri, elimu ya hana hiari hiyo ya yeye kuamua kwamba yeye ndo anatamani kwenda shule au hatamani kwenda shule. Sisi kama wazazi na walimu tuna wajibu
wa kumtengenezea mazingira yule mtoto aanze kupenda shule. Mwalimu, Kadiri anavyokuwa na mtoto ambaye ni nursery level. Naam. Lakini hataki shule, yani yuko katika mazingira ya mazuri kwa sehemu zote mbili, lakini mtoto mwenyewe hataki kwenda shule. Lazima kuna mahali ambako hayo mazingira sisi tunadhani ni mazingira ya kumsaidia, kumbe ni mazingira ya kutomsaidia kwenda shule. Nitaje tu kidogo hapa. Kwa mfano, tunadhani kwamba tukimwekea TV kubwa nyumbani huyu mtoto ana mazingira mazuri. Kwa maana kwamba akifika nyumbani anapewa chakula kwa wakati, anaangalia TV, kumbe ile TV ndio mazingira mabaya ya yeye kutopenda nini? Yaliyokaa kwenye picha nzuri. Yaliyokaa kwenye picha nzuri. Kuna mazingira ya kumsaidia. Pengine nitaje kidogo tu. Badala ya kuangalia tamthilia, wazazi wote mko pale, alafu yeye mnamsukuma akafanye homework, ni vizuri wote mkaacha kuangalia tamthilia na kumsaidia yeye kwamba kile anachofanya hata sisi tunakifanya, na sisi tusome vitabu ili kumsaidia yeye. Je, tumetengeneza mazingira kama hayo? Sasa kama sisi tunaangalia tamthilia na yeye tunataka tamthilia angalia, alafu baadaye tumchape kwa nini ya kufanya homework, hayo ni mazingira magumu, sio rahisi. Hapo kwenye swala la tamthilia, mwalimu, mimi nadhani tuache wazazi na wenyewe waangalie tamthilia. Wameshafanya kazi siku nzima, wamechoka, walishasoma. Waache tu wazazi ambao walishajisomea wanafanya kazi, wapumzike kwenye tamthilia, mwalimu. Au unasemaje? Bahati nzuri, unajua tunazungumza kuhusu elimu, lakini tunarudi pia kwenye kwa sababu lina mahusiano na malezi ya watoto. Mzazi ameshapata mtoto, ni lazima awajibike kumlea. Na kama malezi yanahitaji uangalizi wa mzazi kipindi ambacho mtoto hayuko shuleni, na isije kuwa Barkis unajitetea kwa sababu ni mzazi, unaona tunaingilia. Kwa hiyo kama nini wajibu ndo hiyo. Hata makazini tunafundishwa lazima uwe na hiyo balance, kwamba unaweka 100% kazini, lakini tenga 100% pia za familia yako. Na mambo ambayo tunayazungumza kwenye familia ni pamoja na mahusiano kati ya wewe, familia yako na watoto wako na watu wengine. Kwa hiyo angalie mzazi, hatumzuii kuangalia tamthilia, hatumzuii kujifunza kusoma kitabu na vitu vingine kama vile pale, lakini ndio hiyo balance tunaisema. Na sisi huku ambako tuna chagiza masuala ya upatikanaji wa elimu, tunasema tamthilia ni maendeleo tu ya teknolojia. Huko nyuma hizo tamthilia ambazo unazisoma ulikuwa unaweza kuzisoma kwenye vitabu na vitu vingine kabisa. Kwa kama unataka familia yako ielekee kwenye mlengo huu wa kupenda na kujifunza taaluma, lazima uliplace. Kama ni tamthilia, basi weka tamthilia ambazo labda zinaweza zika complement malezi yako, vinginevyo replace na vitabu. Sawa, tutoe mfano mwingine. Naam. Lakini nitaka nizungumze kitu kimoja, nafikiri cha muhimu sana kwenye mwalimu amezungumza. Kwa kweli na mimi lazima nirudi kwa mwalimu. Hatukumaanisha na sikumaanisha, na kwa kweli hatukumaanisha kwamba hakuna vikwazo ambavyo vinamzuia mwalimu ama wakati mwingine mwanafunzi mwenyewe kufikia hayo malengo ya ufaulu. Na ambacho ninataka kuweka mkazo ni kwamba mahusiano kati ya mtoto, mwalimu na mwanafunzi ni muhimu sana kwenye ufaulu. Kwa kama kuna vikwazo vyovyote ambavyo vinazuia haya mahusiano, ni lazima vishughulikiwe, na tafiti ndivyo zinavyosema. Na hakuna sehemu ambayo inasema mtu mmoja katika mahusiano haya anaweza akaondoka na haya mahusiano yasiathirike. Ukiondoa wajibu wa mzazi, lazima mahusiano haya yataharibika kwa namna moja ama nyingine. Na tafiti ameuliza zinazungumza watoto ambao wanapata msaada kutoka nyumbani na shuleni wanakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kufaulu kuliko wale ambao wanakosa huo uangalizi. Ndio maana hata katika shule ambazo zinakuwa ni za boarding, ambako mzazi anapata fursa mara chache sana ya kwenda kuona wazazi, kunapaswa kuwa na hao matron malezi. Mitaala na maelekezo ya serikali lazima kuwe na wanasii pia shuleni, ingawa
kuna changamoto huo unachukua hiyo nafasi pia ya malezi, kuangalia mambo mengine zaidi tu ya kuambukiza biolojia na fizikia darasani. Kwa hiyo huo uhusiano ni muhimu sana. Na nilikuwa nataka kusema kwamba sasa hivi wale vijana wa saizi wameanza kutengeneza hata teknolojia ambazo zinarahisisha, sio lazima uwepo physically kuangalia maendeleo ya mtoto, kwa sababu lazima utafsiri. Ndio maana tunaleta ripoti mwisho wa siku kwamba maendeleo ya mtoto yako hivi, na hiyo ripoti haishii kwenye masomo peke yake. Utaambiwa utii, si yuko kushirikiana na wenzake na mambo mengine. Hii ni taarifa kwako wewe mzazi kwamba maendeleo yake darasani yuko hivi, tunaweza tukaweka mpango wako, lakini kwenye maendeleo mengine ambayo yana mchango kwenye ufaulu wake yako hivi na hivi na hivi, na ni jukumu lako sasa mzazi kutafsiri hiyo ripoti na kuchukua hatua kumjenga mtoto, ikiwa pamoja na kukaa naye, kumwezesha na vitu vingine ili aweze Sasa tupo pia na mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo, yupo nasi hivi sasa, bila shaka ananipata vizuri. Habari za wakati huu mkuu? Njema, napenda nitumie nafasi hii kuwashukuruni sana kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya, lakini pia niko nawafuatilia. Unafuatilia mjadala sasa tumeanza hapo kuangazia mchango wa mwalimu, mzazi pamoja na mwanafunzi katika ufaulu. Lakini wakati huo pia inawezekana kuna taasisi nyingine hapa hatujaitaja, na nyinyi huko serikalini mkiangalia haya makundi ambayo tunayataja, mnaona upo ushirikiano, wanashiriki kikamilifu kuhakikisha mwanafunzi anafanya vizuri? Kwanza naomba nitumie nafasi kushukuru. Nishukuru kwanza kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya, lakini pia niwashukuru wenzangu ambao wameshiriki kwenye mjadala kwa kiwango kikubwa. Unapozungumzia swala la utayarishaji wa mtoto, unaangalia pande zote, na nifarijike kwamba wenzetu wamesema kwa kiwango kikubwa namna gani ambavyo jamii inaweza ikashiriki kwa pamoja. Na ukitizama wanazungumzia swala la pande zote pamoja na wazazi, watoto, familia na jamii kwenye eneo hili la kuandaa watoto wetu. Ni vizuri sana ukaangalia pia na mahusiano, kwa sababu kuwepo kwenye grupu moja au pande moja sio baya, lakini namna gani mahusiano. Angalia katika kipindi hiki hususan kwenye shule nyingi za serikali, mahusiano yaliyopo kati ya wazazi na walimu yakoje? Jitihada gani zinatumika kuona namna gani tunawasaidia haya makundi yote mawili kupata mahusiano mazuri? Ndio maana kati ya changamoto kubwa ambazo leo hii zipo katika kila eneo ni namna wazazi wanavyolalamika juu ya walimu kuhusu michango. Lakini pia ukienda kwa mwalimu anakuambia nini sababu ya mchango wa mtoto. Hivyo moja ya maeneo ya haya makundi ambayo wenzangu pia wameashiriki kuyataja au kuyainisha, pia ni eneo kubwa ni la mahusiano. Namna gani makundi haya yote tunaweza tukayajengea mahusiano mazuri. Ndio ili katika mahusiano yale yanapokuwa mazuri, ndipo hii jamii yote inaweza ikafanya jambo moja. Ndio maana mimi katika siku chache hapa zilizopita nilikuwa nafanya ziara, kufanya study, kuona moja ya changamoto ambayo inakuwepo ni hayo mahusiano yetu. Makundi haya wenzangu wameyataja vizuri, namna makundi yanavyoweza kusaidia wameyataja. Lakini je, haya makundi yanahusiana vipi katika ile shabaha kubwa ya kuhakikisha kwamba tunawasaidia hao watoto wetu? Haya, sawa. Sasa wakati anaweka mawasiliano sawa, na kama ananisikia mkuu, bado unanisikia sio? Haya, sasa wakati anaweka mawasiliano sawa, tutarejea tena kwake. Unataka uendelee kwenye hoja ambayo amechangia? Naam, nafikiri amezungumza vizuri mkuu, na kimsingi nafikiri tunakubaliana kuhusu umuhimu wa kuwa na mahusiano ya hizi pande tatu. Na kitu ambacho nafikiri lazima turudi nyuma tuangalie ili kuweka mkazo kwenye haya mahusiano ni sababu gani mara nyingi zimekuwa zikitajwa ama zikihusishwa na watoto kufanya vizuri
ama kufanya vibaya, kufaulu au kutofaulu. Moja kwa mfano naweza nikataja kwa haraka haraka, moja kwa mfano ambao tumezungumza sana ni pamoja na swala la utoro shuleni. Yani kutokuwepo, kutokuhudhuria shuleni kwa maana ya utoro. Lakini mambo mengine ambayo yanachangia kwa mfano ni swala la unyanyasaji wa watoto, ukatili na vitu vingine kama vile pale. Lakini mambo mengine ambayo yamekuwa yakitajwa ni swala la ufundishaji. Sasa swala la ufundishaji moja kwa moja tunagusiana na walimu. Lakini sio mwalimu peke yake. Na rudi mara nyingi kwenye tafiti. Sasa sisi kwenye elimu lakini hata maendeleo ya jamii kuna tafiti nyingi zimefanyika. Uwezo wa mtoto kuelewa na kutafsiri kile ambacho anafundishwa na kujifunza kinaanzia pia kwenye malezi. Ndio maana sasa hivi dira ya taifa ya kinaanzia kwenye malezi, kinaanzia kwenye nyumbani malezi. Nyumbani kabisa. Na wataalamu wa afya wanasema kuanzia ujauzito unapotengenezwa na vitu vingine. Ndio maana dira ya taifa sasa kama umeangalia hizi mbili ya mwaka 2025 na 2550. Hii sasa ambayo tunaitekeleza imeweka component au kipengele cha tunaita ECD, Early Childhood Development, kwenye afua ile ya elimu kuwa ya lazima. Hatuangalii elimu peke yake, lakini tunaangalia pia elimu na makuzi, maendeleo na makuzi ya mtoto. Ndani ya haya kuna masuala yanayohusu lishe ya mtoto, uzingatiaji wa masuala ya kawaida kabisa ya afya ya akili. Mtoto analala saa ngapi, anakula nini, anapandikizwa vitu gani kichwani anapokuwa nyumbani, spiritually analelewa namna gani kiroho, vitu kama vile pale. Vyote hivi ni muhimu kuandaa akili ya mtoto kupokea. Na hapa ndio tofauti kubwa kati ya wale mnaita huyu mtoto ana akili, huyu mwingine mnasema yuko taratibu. Ameandaliwaje kiakili kuijenga ile akili yake? Kwa mzazi ana mchango mkubwa sana kuhakikisha kwamba anaelea hii akili katika kiwango cha level hiyo. Watu wanazungumza kuhusu DNA pia, lakini ni kiwango kidogo. Swali ni kwamba hii dira na hii mpango ambao dira imekuja nao imeangalia na wazazi wa kizazi cha sasa, wazazi wenyewe wanaweza kuyatekeleza haya. Dira, bahati nzuri baadhi yetu tumeshiriki kwenye kutoa mchango wakati wa utengenezaji wa dira na kwa kiwango kikubwa imezingatia, kwa sababu na tufahamu kwamba dira ni mipango mikubwa. Imetoa nafasi pia ya kutengenezwa mipango midogo ya utekelezaji wa hiyo dira, lakini kwa maana ya kutambua context ya sasa ya wazazi wa sasa, vijana jenzi, imetambua kabisa. Ndio maana inaweka mkazo pia wa matumizi ya teknolojia na hali halisi. Inafahamu pia namna ambavyo, kwa sababu wanazungumza kuhusu ujengaji wa uchumi, na kujenga uchumi ni kazi, si ndio? Kwa tunafahamu pia kwamba wazazi wanakwenda kuwa busy sana kuhakikisha kwamba wana provide, na mazingira yanabadilika. Lakini kama nilivyosema pale mwanzoni, katika muktadha huo swala la hakuna trade off, hakuna kisingizio cha kusema kwamba mimi nitakuwa najenga uchumi alafu nisahau malezi. Sawa. Uwe wa kizazi cha sasa, uwe kizazi cha baadaye. Na kimsingi sasa hivi imeanza kuwa discussion huko ulimwenguni. Kitu ambacho kitakuja kuwa adimu sana ni watoto ambao wamelelewa kwa maadili, maarifa kwa maana ya mambo, kuelewa mambo, teknolojia na vitu vingine. Watakuwepo, fedha zitakuwepo, lakini maadili, utu ule ambao unajengwa sana na malezi ndio ambao itakuwa bidhaa adimu sana tunakoelekea. Na ndio equation ya muhimu sana hata kwenye masuala haya ya ujifunzaji na vitu vingine ambao ni nafasi ya mzazi. Basi tusikie pia maoni ya Watanzania, wao wamechangia kuhusiana na hili. Tukianza na mkoani Mbeya, wanasema nini? Naweza nikasema mfano watoto wa kiume wametanguliza sana fedha, utafutaji wa maisha, kwamba mtoto anasoma bado anawaza hela. Mabinti zetu watoto wa kike mambo mengi ya kikubwa wanakuwa wameyajua mapema. Kwa mwisho wa siku kuendelea na shule, tena mtu anaona shule sio issue, wanatamani ndoa za utotoni zimekuwa nyingi kwa sababu mtoto anasoma huko na mahusiano. Sasa mtoto akishaingia kwenye mahusiano hawezi kusoma shule tena, anafikiria mahusiano. Wazazi wanawatuma kwenda kusoma, wanalipa ada, wanalipa nini, kila kitu wanalipa, lakini bado wakifika mazingira ya peke yao maadili yanageuka, yanakuwa tofauti. Kwa hiyo wanajiunga na makundi ambayo mabaya ya kuwapunguzia maadili shuleni. Kwa hiyo utakuta yale ambayo walioagizwa kwamba nene mkasome, wao yale hawayazingatii.
kusoma ili urahisishe kile kitu ambacho umefundishwa ni lazima ukirudie mara mbili, zaidi ya mara mbili ndio kitu kinaweza kukaa kichwani. Watoto sasa hizi wanafeli sana kwa sababu ya michezo sana imekuwa mingi, utandawazi umekuwa mkubwa, watoto wamekuwa ni mtoto mdogo anakuwa kama ni mtu mzima, anajua vitu vingi, yani anakuwa mswahili sana, ndio kinawapelekea watoto kufeli sana sasa hizi. Sawa, serikali imejitahidi sana kujenga miundombinu ya shule, ya vyuo, kushirikiana na taasisi za dini, taasisi binafsi wanajenga vyuo vikuu. Sio mbaya, lakini je, swali lingine mimi ambalo najiuliza mimi kama mimi, je, watoto wote kwa ufaulu wao wataweza kwenda kujiunga na vyuo vikuu? Hilo ni swali. Japokuwa sawa, miundombinu ipo, japokuwa mimi naona bado haijitoshelezi, kwa sababu kama wanafunzi nafikia hatua wanafaulu 99%, ni hamasa pia na ni wito kwa serikali kuendelea kuhimiza taasisi binafsi pia kuendelea kutengeneza miundombinu ya elimu ili tuhakikishe wanafunzi wote wanaenda kwenye level zinazokuja. Kama mtu amefaulu kwenda chuo kikuu aende chuo kikuu, kama mtu amefaulu anabidi akasoma diploma aende kusoma diploma. Sio tena wanaanza kuwachukua wanafunzi kwa intake. Kwa hiyo swala pia ni la kuliangalia, sio kuona tu kwamba mtaala sasa hizi umekuwa mwepesi, wanafunzi wanafaulu kwa wingi. Sawa, serikali ndio adhima yake watoto wafaulu, lakini je, watoto wote wanaenda kwenye level inayofuata? Unaweza ukakuta mwalimu anajitahidi kwa kila njia, lakini changamoto ya watoto wetu wanakuwa nidhamu inakuwa imepungua. Mwalimu akifundisha hivi, yeye akitoka kama wanaolala bweni, anaweza anaonekana kesho yake. Wanafunzi wana changamoto hiyo kubwa ya kutokuhudhuria vipindi, aidha kwa kuhofia walimu, labda alikuwa hajafanya kazi ya mwalimu vizuri darasani. Kwa hiyo anajua mwalimu akisha ingia muda wa kukagua ile kazi, akipatikana na kosa lazima atapata adhabu. Kwa hiyo inabidi escape au akimbie, atoroke vipindi. Kuna mtu anaweza akatoroka vipindi akajikuta hajaingia ba kipindi cha kwanza mpaka muda wa break anakuja kuingia vipindi vinavyofuata. Utoro wa vipindi. Sababu nyingine ni matatizo ama changamoto za kifamilia. Unakuta watoto wengine wanalelewa na mzazi mmoja, mama au baba, au mwingine analelewa na babu ama bibi au shangazi au ndugu, au wakati mwingine wazazi wote wawili, lakini wanakuwa na changamoto pale nyumbani. Labda hakuna maelewano mazuri, hakuna misingi bora ya kuwajenga pale. Kwa hiyo mtoto anaona hakuna umuhimu wa kuendelea na shule, au anaweza akafika shuleni pale akawa na changamoto za kifamilia, aidha amelala jana baba na mama wamegombana. Akifika shuleni hawezi kumsikiliza mwalimu. Masomo yamekuwa mengi sana masomo. Ndio maana wanafunzi hawezi akajisomea somo moja akariri au aliweka akilini. Mimi nafikiri wapunguze masomo yasiyo mengi sana. Utandawazi kuwa mkubwa. Sawa, utandawazi kuwa mkubwa mwingi, hasa kwenye mambo ya TV. Watoto wanakuwa hawana muda wa kujisomea. Haya ni maoni hayo kutoka Singida. Awali pia umesikia kutoka Mbeya, lakini mwanafunzi akitajwa mara nyingi, mwanafunzi akinyoshewa kidole mara nyingi. Sasa nirejee tena kwa mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo. Bila shaka unanipata vizuri. Tumesikia maoni kutoka kwa wananchi, lakini wengi wamenyoosha kidole kwa mwanafunzi kwamba yeye anaweza kuwa sababu kuu ya kufaulu ama kutokufanya vizuri. Unakubaliana na hoja hizo kwanza kwa kuanzia? Kwanza naomba nitumie nafasi hii kukushukuru. Ni kweli nakubaliana na kidogo ninatofautiana kidogo. Unapozungumzia mafanikio ya ufaulu kwa mtoto wa shule, ina pande nyingi ambazo kwangu mimi ningeweza kuzisema kama pande 5 ambazo zinachangia mafanikio ya mtoto kufaulu. Ni sawa na mtoto anapozaliwa, ili aweze kuongea lugha ya mzazi ya nani, anategemea wale ambao wanamzunguka. Kama wanamzunguka wanaongea Kihindi, ataongea Kihindi. Kama wanaomzunguka wanaongea Kiarabu, ataongea Kiarabu. Kama wanaomzunguka wanaongea Kiswahili, ataongea Kiswahili. Maana yake yako mazingira mengi ambayo yanamsaidia kuongeza ufaulu. Ufaulu ni jambo lolote la mafanikio ambalo mwanadamu anakuwa nalo. Sasa unapozungumzia swala la kielimu, mafanikio ya elimu,
Maana yake kwangu mimi ningeweza kusema kama mapande matano. Pande la kwanza ni la mtoto mwenyewe na jitihada zake, hiyo ni eneo la kwanza. Eneo la pili ningeweza kusema ni eneo la familia, maana yake wale wanaomzunguka katika familia, maana yake baba, mama au mlezi kwenye eneo hilo. Lakini la tatu ni kwamba mtoto sasa au wazazi wanampeleka shule. Kule sasa wanakutana na sisi kama serikali, maanake serikali ambapo kutakuwa kuna miundombinu ya shule, kutakuwa kuna mwalimu na shughuli zote ambazo sisi kama serikali tunatoa kwenye eneo hilo la elimu. Lakini lingine ni jamii yenyewe sasa. Ile jamii inayomzunguka humo barabarani, huko anakokwenda, jamii inazungumzaje au jamii inaonaje? Sasa haya mapande yote haya ndipo unasema yakiwa yana mafanikio kuelekea kwenye elimu, ndipo huyu mtoto sasa atapata mafanikio. Mfano sasa ni kama nikupe mfano. Kama mtoto unakuwa kwenye familia baba mama mmoja hapo kutoka Singida amesema baba mama wana maelewano au familia ile na maelewano, manake mtoto atakaporudi nyumbani atakuta familia ambayo na yenyewe ina jitihada za mtoto kutaka kusoma. Lakini akija shule pande mwingine ambao ni serikali, ni ile miundombinu ikoje ya kufundishia, ikoje, walimu wakoje, madarasa yakoje, vitabu vikoje, muda wa kusoma ukoje, mambo mengine kama masuala ya michezo na nini ikoje. Hiyo yote inamjenga huyo mtoto kwenye eneo. Lakini eneo lingine ni hili sasa, eneo la jamii kwa jumla. Sisi jamii tunazungumzaje? Mfano ungenichukua ndugu zangu waliokuwepo hapo studio. Hao wote wana mwamko unaona kabisa wa kielimu. Je, jamii nzima unayokutana nayo barabarani, kwenye daladala, kwenye bodaboda, kwenye nani, wote wana mwelekeo huo wa kielimu kama mtu mwingine anavyoona? Hivyo kwangu mimi niseme ni kwamba nikubaliane nao, lakini niseme niongeze, asiwe mtoto peke yake, awe ni mtoto ambaye ana jamii ambayo kubwa zaidi ambayo inamzunguka. Na twende mbele kidogo hapo, kumpongeza mtoto au kupongeza haya makundi kuna hamasisha vipi pia kuna sekta nzima ya elimu? Kimpongeza mtoto ataendeleza utayari na ataendeleza kufanya vizuri. Vipi kwenye kumpongeza mwalimu? Vipi kwenye kumpongeza mzazi au hata wenyewe tu kupongezana? Vipi huko serikalini mnapongezana kwa wakati ambao nanyi mnafanya vizuri katika sekta ya elimu, na inawakuza vipi kwa ujumla? Kwenye eneo la incentives au pongezi au kupeana shime ni kitu cha kawaida katika familia au katika jamii. Dada yangu nakumbuka miaka hii unapokwenda kukimbia mbio za vijiti, ukikabidhiwa kile kijiti wakati unakimbiza, ile jamii yako haikuachi, inakutia shime, kimbia, tizama nyuma, usimwache, anakushinda, anakupita. Hiyo yote inakupa chachu na kukuongezea ari kwenye mashindano. Sisi ambao tunapenda mpira, wengine jana hawakulala kwa ajili ya Ufaransa na nani, pia unaona kabisa kule kutiana shime pia kunasaidia. Sasa unapokuja kwenye hii gurudumu la mafanikio ya elimu, kwenye eneo la kutiana shime ni kitu muhimu sana. Na ndio maana hata sisi wakati tunakuwa au tunaanza kutembea, unakuta unaimbiwa kasimama dede, kasimama peke yake. Yaani kitendo cha kumuimbia yule mtoto, na kale katoto utakuta kanang'ang'anika, kanapambana kasianguke tena, kanaona kama kuanguka napungukiwa makofi. Hiyo utiani wa shime kwa mtoto, mzazi na mwalimu ni jambo kubwa sana. Na ndio maana katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam tuliamua kabisa kwamba ili kufanikiwa kwenye eneo la elimu, hebu tuone namna ya kuweka alama. Kwanza tutengeneze siku ya elimu katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam, ambayo siku hiyo tupongeze shule ambazo zimefanya vizuri, walimu ambao wamefanya vizuri, wanafunzi ambao wamefanya vizuri. Lakini pia ikaleta kidogo sokomoko, lakini na wale ambao wako nyuma tuwawekee alama. Kwa bana, wewe unapokuwa nyuma weka alama, ili kila mmoja wetu awe ana wajibu wa kuhakikisha kwamba anakukokota ili kukusaidia. Hivyo nikubaliane na wewe kwamba incentives au motisha ni muhimu sana katika mafanikio ya elimu. Na unakumbuka zamani katika shule zetu ilikuwa shule za msingi au sekondari, ulikuwa kuna kibao fulani unaambiwa speak English. Ukiona umemkuta mwenzako hata unaenda toilet
haongei, anaongea Kiswahili, anamsemesha, wanamvalisha kile kibao ili mradi tu kumtia shime kuweza kuona namna gani anafanikiwa. Hivyo nikubaliane na wazo la kwamba motisha pia inasaidia sana, na sisi kama serikali ni muhimu sana kuona namna gani tunatoa motisha kwa shule ambazo zinafanya vizuri, wanafunzi ambao pia wanafanya vizuri. Hapo kwenye sokomoko unataka kujua ni lipi? Hapo kwenye sokomoko hapo tuliona pia baadhi ya walimu wakivishwa vinyago. Sasa hii inapunguza ari kwa mwalimu au inamfanya wakati mwingine? Naomba urudie tena nikupate vizuri. Hapo kwenye sokomoko hapo tuliona baadhi ya walimu wale ambao hawakufanya vizuri, wanafunzi wao hawakufanya vizuri, mliwavisha vinyago. Sasa hii inapunguza ari ya mwalimu kwamba yani kama inamkatisha tamaa hivi, au inamfanya wakati mwingine imuinue na afanye vizuri zaidi? Nipende kushukuru kwa hilo swali zuri. Dhamira ya kutoa alama, na kwanza ukumbuke leo hii akija mgeni wako kutoka nje, unaenda pale Mwenge, unawapa kinyago. Je, unamtukana? Sidhani kama unamtukana. Ni zawadi nzuri kwa kumpa kinyago. Ukienda nikija nyumbani kwako utakuta umeweka kinyago kizuri, cha mama amebeba chungu au amefanya nini. Ile ni alama, na sio alama ya kusema unamdharaulisha. Ni yeye, kwa sababu kama tulivyosema hapo mara ya kwanza, unapozungumzia mafanikio ya elimu, humtwishi mwalimu mkuu wa shule wala humtwishi mwalimu. Mnajitwisha nyinyi wote mwenye ile dhamana. Wewe mkuu wa wilaya, wewe mkurugenzi, wewe mwalimu, wewe mratibu elimu kata, wewe, kila mmoja katika eneo lake mnajitwisha. Mnachofanya ni kupeana alama, kwamba pale ambapo tumeweka alama X au alama Y, kila mmoja ana wajibu wa kuangalia kwa nini pale mara kwa mara watoto wake hawafaulu, kwa nini pale hawafanikiwi, kwa nini pale pana nini. Kama pana shida ya madarasa, uhakikisha darasa linajengwa pale, sio yule mwalimu, ni mkurugenzi, ni mkuu wa wilaya. Kama pana swala la walimu wachache, jukumu la kupeleka walimu pale ni mtu mwingine. Unaona kwamba ile alama mnawekeana nyote, kwa sababu mmebeba ile dhamana wote kwa pamoja kuhakikisha tunakwenda kuwasaidia. Kama nilivyoyataja yale makundi, mzazi yupo, mwanafunzi yupo, mwalimu mkuu wa shule, mkuu wa wilaya yupo, mkurugenzi yupo, afisa elimu yupo. Ila ukienda ukamuonyesha mwenzako kidole kwamba ni jukumu lako wewe mwalimu tuliokupa hiki kinyago au hii alama, ukimnyooshea kidole unafanya makosa, kwa sababu moja ya changamoto ambazo anazipata sio yeye tu, ni pamoja na wewe, ila unachofanya ni alama. Mfano kwetu zamani, wakati unalima mahala ambapo unahisi kuna changamoto, unachukua kijiti na kitambaa, unazungusha, unakichomeka, ili utakapokuelekea utakuja kukumbuka kwenye eneo moja nalolima pana changamoto, panahitaji nguvu ya ziada. Ukishamaliza zoezi la kupalilia, unakuja pale penye nguvu ya ziada, kwa sababu nguvu ya ziada maana yake unakuta eneo lile la unapoenda kupalilia pana ukoka, yani au pana yale majani ambayo yanatoka mara kwa mara. Sasa pale unachomeka kijiti na kuweka kitambaa, alafu unapalilia shamba zima. Ukimaliza unafanya sasa concentration kwenye lile eneo. Haimaanishi pale ulipowekea lile alama umepazira au sio eneo la shamba lako. Hivyo ni vizuri watu wakaelewa dhamira hiyo ni hiyo. Na ndio maana ukiangalia kwenye halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, baada ya kuangalia kwenye eneo la ufaulu, kwa nini ukiangalia form 5 na form 6, form 6 tunafanya vizuri sana. Tumefanikiwa zaidi ya 95% ya ufaulu. Manake wanafunzi waliofanya mtihani wa kidato cha 6, 95% wanaweza wakachukuliwa kwenye vyuo vingine. Lakini ukija kwenye elimu ya kidato cha 4, manake kwenye ufaulu wa kidato cha 4, wale wanaopata division 1 mpaka division 3 wako 33%. Lakini kuna 67% wamepata kati ya division 4 na division 0. Lazima muweke mkakati. Kwa nini msifanye vice versa, kwamba hawa waliopata division 1 mpaka 3 waende more than 70%, 80%, ili angalau msiwe mna wanafunzi wengi waliobaki,
Hivyo sasa namna gani mnafanya, ni namna gani ni mikakati ipi ambayo mnaitumia kusaidiana ili kwa pamoja kuhakikisha mnawasaidia hawa watoto. Ukumbuke hawa watoto ni mimi na wewe. Unapomuona mtoto yoyote barabarani, sio mwingine, huyo mtoto anafanana kwa namna moja au nyingine na wewe. Aidha wewe ni mkuu wa wilaya, au ni nani, au ni mtangazaji, huyo mtoto anafanana na mtangazaji wewe, au huyo mtoto anafanana na mkuu wa wilaya wewe. Hivyo mnapotengeneza jitihada kama ambazo ninyi wenzetu leo hii mmezionyesha kwa kutengeneza huu mjadala, pia ni dhamira njema ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwasaidia watoto wetu wote hawa waweze kufanikiwa kwenye eneo hili la ufaulu. Hivyo hiki kilichotolewa ni motisha. Na sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tulichoamua kukifanya baada ya kuona hiyo, ukiachana na swala la motisha, ni kwenda na kuwa na kituo maalum. Kituo maalum kwa sababu gani? Kituo maalum kile kitatusaidia hawa walimu wetu na sisi kuona namna gani tunaweka nguvu ya pamoja. Mfano, unakuta kuna baadhi ya shule, sisi tuna shule zaidi ya 60. Katika shule unakuta labda shule 40 tu zimeweza kumaliza syllabus. Katika syllabus kuna labda mfano physics ina topic 10 au 15. Mwalimu amefundisha topic 8. Zile topic zingine zikitolewa mtihani, maana yake yule mtoto hawezi kufaulu. Sasa hiki kituo chetu kinaenda kuwa kama ni sehemu ya mafunzo ya walimu wetu na kuweka utayari. Lakini hata mnapokwenda kwenye swala la mitihani, mnaona namna gani sisi kama mkuu wa wilaya, mkurugenzi, unaweza kutafuta jitihada mbalimbali. Ukampa mtu akapata rimu, mkatengeneza mitihani, mkasambaza. Badala ya kila shule kujitengenezea mitihani, kukusanya fedha za wazazi kwa ajili ya mitihani, kwa maana yake mnakuwa mna kapu moja au jitihada za pamoja kuhakikisha mnawasaidia hawa watoto kwa umoja wenu, na kama tulivyosema na kama wenzangu walivyojadili kwamba jambo hili sio la mtu mmoja, ni la umma, na wala sio la mzazi. Ndio maana hata waziri mkuu wetu wakati anazungumza wakati fulani alizungumza kwamba yeye ametoka kwenye familia maskini. Hata mheshimiwa rais pia ametoka kwenye familia maskini. Lakini nani aliyemsaidia? Ni ule umma, watu wa pembeni ambao pia wanamsaidia. Hivyo na mimi na wewe tuna wajibu pia wa kuweka nguvu zetu kwa pamoja tukasaidia hii jamii kubwa sana. Sasa umeiweka vizuri sana. Ameweka vizuri. Nataka sisitize hapo. Motisha. Kwanza ni jambo la kijamii, lakini ni jambo la kibiolojia. Hakuna mtu ambaye haamshwi na hiyo motisha. Iwe kwa kumpongeza, iwe kwa kumwimbia, iwe kwa kumsupport. Motisha ni kibiolojia kabisa. Ndio maana hata tukikusupport unasikia nguvu imekuja kwa ajili hiyo. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana. Na jambo la muhimu kwenye motisha, hatumotisha aliyefanya vizuri tu. Nafikiri mkuu ameeleza vizuri. Hata wale ambao wako nyuma, tunapaswa tutafute namna yao ya kuwa motisha. Kila mtu na motisha ya level alionayo. Hawa kutoka hatua ambayo wapo sasa ili waweze kufika hatua fulani. Hawa ambao wamefanya vizuri, motisha yao pia kuendelea kufanya vizuri. Kwa mfano hawa ambao wako nyuma tunawaita kwamba hawajafanya vizuri. Ukiachunguza matokeo yao, kuna sehemu ambao pamoja na kwamba wamekwama, kuna sehemu ambazo wao wanahitaji ku-elevate. Unaweza usiwalinganishe na hawa, lakini at least unaweza uka-acknowledge. Hata kama ametoka labda hatua moja, hajafikisha A, lakini kumtambua tu kwamba ametoka labda D, ameingia C, bado ni motisha katika ngazi yake. Kwa lazima tutambue hizo motisha. Na mwalimu mwenyewe, motisha inaweza kuwa kumjengea mazingira mazuri ya kufundisha, inaweza kuwa kumpatia token, inaweza kumpatia acknowledgement, inaweza kuwa kumpa kumtenganishia darasa ili baada ya kuwa na wanafunzi wengi au na wanafunzi wachache. Ni motisha hizo. Vitu ambavyo vinaweza kumsaidia kupush. Aligusia swala la syllabus. Labda kabla ya syllabus niongeze pia kwenye hilo eneo la motisha. Sisi kama jamii ya Dar es Salaam, ile motisha ya vinyago sio kama mheshimiwa mkuu wa wilaya anavyoidokeza kwamba ukinunua pale ni labeling ambayo imefanya imekaa negative kidogo, yani mtazamo haujakaa vizuri. Nitoe mfano, anachosema mtaalamu ni sahihi kabisa. Kuna mtoto ambaye alipata 7 juu ya 50 kwenye hesabu. Lakini badala ya mwalimu kudeal na maswali 43 aliyokosea, alideal na maswali 7 aliyopata. Alimchukua yule mtoto na kumweka mbele ya meza. Huyu ndio atakuwa mkemia mkuu wa serikali. Yani alikuwa mtoro yule kijana. Ametoroka lakini amekuja amepata hesabu 7 ya 50, na kuna watu hawajafikia hivi. Alisifiwa, na unajua kama tunavyosema sifa zina umuhimu sana. Unajua hata Mwenyezi Mungu anasema ukimsifu ndo anafanya nini? Sasa kama Mungu akisifiwa anashuka, sisi ni nani? Kwa yule mtoto aliona
kumbe alikuwa anasifiwa huko kwa sababu anavuta bangi, kumbe hata shuleni mimi naweza kusifiwa tu. Akaanza kuongeza juhudi. Miezi miwili baadaye alianza kupata hesabu 50 juu ya 50. Kama yule mwalimu angedili na hesabu 43 alizokosa, yule mtoto angeendelea kutoroka kuanzia pale kwamba nikienda shuleni nalaumiwa kwa yale niliokosa. Lakini aliamua kudili na maswali 7 aliyofanya vizuri. Na ndicho mtaalamu anachosema kwamba badala ya kuangalia huyu amekuwa wa kwanza, huyu amekuwa wa mwisho, lakini huyu wa mwisho unalinganisha na yule tu peke yake au na jitihada zake kutoka mahali alipokuwa. Kuna vitu gani? Badala sasa ya kwenda kuangalia nini kinafanya washindwe, tupambane na hivi ili apande juu, kuanza kutafuta kitu ambacho kinamharibu kisaikolojia. Kama tulivyosema, ni ya kibiolojia kabisa. Kumwambia mtu amefanya vibaya na akapewa kinyago. Kinyago ni kizuri, lakini tafsiri yake ikoje? Kama tafsiri ni kwa sababu amefanya vibaya, hiyo tafsiri yake inamfanya mtu awe dhaifu zaidi, ajisikie vibaya zaidi. Sasa naweza kujibu lile swali lako kutoka kumaliza mitaala kwa sekunde kadhaa, tupate maoni mengine pia. Sawa. Kwenye mitaala kweli ni swala la msingi sana. Nalo pia linaangalia mazingira ya mwalimu kufanya vizuri. Wanafunzi wanafika saa ngapi, mazingira yakoje, kuna motisha gani za kumfanya mwalimu afanye vizuri kumaliza. Tatizo kubwa ambalo liko kwenye shule zetu nyingi hasa za umma ni kwamba idadi ya wanafunzi ni kubwa sana, na nyingine zimefika mahali ambapo wanafunzi inabidi wengine waje asubuhi, wengine waje mchana. Kwa hiyo kuna heka ya kumaliza vipindi kwa wakati kulinganisha. Na watoto kumaliza syllabus? Watoto kumaliza syllabus ni la mwalimu, kwa sababu mwalimu akimaliza na wao wanakuwa wamemaliza. Haya, Morogoro pia kuna maoni wamechangia mjadala huu ambao tunaendelea nao hapa studio. Mimi nitachukulia upande mmoja fulani ambao naona una affect sana hivi sasa, kutokana na dunia imeingia kwenye utandawazi, masuala ya mitandao ya kijamii, kwa sababu mimi mwenyewe ni shuhuda mpaka kwenye familia yangu. Mtoto badala ya kuchukua daftari kujisomea, kitu cha kwanza ni kuchukua simu na kuanza kuangalia mambo yasiyofaa kwenye simu, zikiwemo games hizi, ikiwemo michezo ya aina mbalimbali. Badala hata tumie simu kujifunza, lakini wao wanaenda kwenye mambo mengine ambayo si mazuri kwa future zao. Kwa hiyo unakuta unapambana na watoto waondokane na hiyo hali, lakini inakuwa ni ngumu sana. Na nafikiri hata hili swala si mimi tu, ni wazazi wengi wanakumbana na hiyo hali. Utandawazi ndio umekuwa changamoto, kwa sababu ukiangalia 90% enzi za zamani kulikuwa hamna utandawazi. Tulikuwa mtoto anaweza kufanya vizuri hata kwenye masomo, au hata akiferi ameferi kihalali. Lakini sasa hivi imeingia utandawazi, watoto wengi wanatumia simu, umeona? Kila kitu ana Google. Kwa hiyo na hiyo inasababisha mtoto asitumie akili, akatumia vitu ambavyo vipo nje ya uwezo wa akili yake. Yaani wakulaumiwa, cha kwanza ni sisi pia wazazi tunaochangia asilimia kubwa. Kwa sababu kwa mfano mimi nikiwa na simu kubwa, nampa mtoto ana mama leo kuna swali fulani, ana Google. Akisha Google anaingia kwenye nini? Anaingia kwenye vitu ambavyo sivyo. Ile simu ni kwa ajili labda kujifunzia, lakini unakuta mtoto anaingia kwenye kitu ambacho sio cha upeo wake. Nadhani ni mabadiliko ya maendeleo ya kijamii. Yaani jamii zetu, structure ya jamii iliyokuwa yetu na sasa hivi tofauti, kuna maendeleo mengi. Sawa. Sasa hao yanapelekea nini? Mfumo wa kimaisha ambao ikiambatana pia na malezi, mfumo wa malezi kwa kubadilika. Sisi tumekuwa kwenye familia za baba na mama wapo muda wote, kwa uangalizi ulikuwa mkubwa sana. Lakini sasa hivi wote tunaelewa, kina mama, baba na mama wote wanafanya kazi. Kwa watu wa nyumbani wanakuwa uangalizi wa yule mtoto unakuwa aidha house girl au nini, kwa muda wa mtoto mtoto na wazazi umepungua sana. Kwa ile misingi ya malezi mimi nadhani imefanya wale watoto sasa wawe wanalelewa na katika mifumo ambayo haina uangalizi wa karibu sana. Kuwajibika tuseme
ni jamii kwa ujumla. Kuwajibika ni jamii kwa ujumla, lakini swala la malezi limesikika mara nyingi kutoka Morogoro. Sasa nirejee kwako Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa kumalizia, unachangia nini ama maoni yako ni yapi? Nikupatie sekunde kadhaa hivi. Pardon, naomba urudi tena. Tumalize sasa. Maoni yako ni yapi kwa kumalizia? Nikupatie sekunde kadhaa. Mimi naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru, lakini nishukuru kwa ujumla, lakini nishukuru na wachangiaji waliopita hapo. Mimi maoni yangu ya mwisho ni kwamba swala la elimu ni swala la kila mmoja, na swala la elimu ni swala ambalo hatupaswi kumnyoshea mtu fulani kidole au kujadili kwa namna. Ni kila mmoja katika eneo lake ana wajibu. Ningeweza kusema tu ungeenda kimaandiko, ningesema ni sawasawa ukienda kwenye ile Yohana ngapi sijui 8:1-11 ambapo yule mwanamke mzinzi alipopelekwa kwa Yesu, alimwambia mtu wa kwanza ambaye hajawahi kufanya jambo hili awe wa kwanza kumpiga mawe. Maana yake ni nini? Ile ni swala kama la kifilosofia kwamba mtu yoyote ambaye anaona hana wajibu juu ya huyu mtu awe wa kwanza basi kumpiga mawe. Kwangu mimi, kwa maoni yangu, ni kwamba swala la elimu ni la kila mmoja. Kila mmoja anao wajibu wake. Sisi kama viongozi wa serikali tunao wajibu mkubwa kwenye eneo la elimu. Walimu wana wajibu, wazazi wana wajibu, jamii nzima tuna wajibu kwenye eneo la elimu. Hatupaswi kila mmoja. Kama kuna changamoto yoyote, tuna wajibu pia kuijadili changamoto na kuitolea changamoto kuitoa ile changamoto ili kuweza kufanikisha kwenye elimu eneo hili. Ombi langu ni kwamba niwaombe watu, jamii nzima ya Watanzania, tuone namna wajibu wetu ulio kwa kila mmoja wetu kufanikisha elimu. Mimi ni kuombe hata ndugu mtangazaji, hata mimi na wewe hapa tulipofika kwenye haya mafanikio ambayo tunayo, hatukufika kwa sababu labda ya mwalimu tu mmoja au nani. Ni kwa sababu ya ile jamii nzima imekulea mpaka hapo ulipofika. Naam. Haya, asante sana, tunakushukuru sana kwa muda wako. Wacha sisi tumalize pia hapa. Moses, kwa kumalizia, una maoni gani? Maoni yangu haya tofautiana sana na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwamba kila mtu atimize jukumu lake kwenye nafasi yake, kuona kwamba kuna anayo nafasi ya kusaidia mtu mmoja au watu wawili au jamii kufanya vizuri katika sekta ya elimu, na hatimaye taifa kwa ujumla litakuwa limefanya vizuri. Haya, sasa kutoka Haki Elimu. Naam. Na mimi niseme kwa maana ya muktadha wa mada tulikuwa tunazungumzia, ndio maneno yangu ya mwisho yanafanana sana na wazungumzaji wawili, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na mtaalamu hapa, kuhusu kila mmoja kutimiza wajibu wake. Jambo ambalo nitaongeza ni moja tu. Huu wajibu ni lazima uratibiwe. Na katika mzunguko wa utoaji wa elimu, serikali ina wajibu mkubwa sana kuratibu haya mahusiano. Mahusiano kati ya mwalimu na mwanafunzi, mahusiano kati ya jamii na taasisi zinazotoa elimu, mzazi na mwanafunzi, kwa sababu wote tuko chini ya utaratibu ama sheria ambazo zinatuguide. Kwa ukisema tu tuache bila kuratibu, kila mtu awiwe kutimiza wajibu wake, ndipo hapo tunapoona uzembe unatokea. Watu tuna visingizio vingi sana. Mimi nitasema mimi wajibu wangu ni kutoa pesa tu bwana, mtoto hata walimu. Kwa huo uratibu ni wa muhimu sana. Na uratibu sasa ndio unakwenda kuangukia kwenye miongozo ya namna ambavyo mwalimu, madarasa yanatakiwa kuweka infrastructure, uwekezaji na vitu vingine kama vile. Ndio uratibu ambao tunauzungumza. Na kwa mfano kwa sasa hivi 96% kwa mfano ya shule za msingi na sekondari zote ni za serikali ambazo zina miongozo yake, na serikali inafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba inapeleka walimu, inapeleka vitabu. Kwa uratibu ni kitu muhimu sana kuhakikisha kwamba hizi input ambazo tunaziweka zihakikishe kwamba zinamsaidia huyu mtoto kupata maarifa, kwa maana pia kuondoa vikwazo.
Hilo ndo neno langu. Haya, asante sana. Tumefurahi sana kuwa nanyi asubuhi hii kujadili mchango wa mwalimu, mzazi na mwanafunzi katika ufaulu. Ni Mwemezi Makumba, meneja idara ya utafiti, ubunifu na uchambuzi wa sera kutoka Haki Elimu. Moses Kiando, mdau wa elimu na mwalimu, tumejadili naye, lakini mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amekuwa sehemu ya mjadala, na wewe ambaye umetufuatilia, lakini wewe ambaye maoni yako yamesikika hewani, wote ni wa thamani, na hii pengine ikaleta maendeleo chanya zaidi kuhusiana na kile ambacho tumekijadili.